ukiwa wewe ulikuwa unatafuta na hata sasa unatafuta msingi imara wa maisha yako, lakini bado haujaupata kikamilifu, leo hii umepatikana katika somo hili kutoka kwa Andy Gunyu, ninayezungumza kuhusu msingi mkuu wa pumziko. Haijalishi ni msingi imara wa kitu gani ulikuwa unatafuta, hata sasa bado unatafuta. Iwe ni msingi imara wa maisha yako, iwe ni msingi imara wa familia yako, iwe ni msingi imara wa ndoa, taifa, kijiji, biashara, elimu, dini, dhehebu, kabila, mume, mke na uwepo wa chochote kilicho cha kwako, ikimaanisha kwamba msingi imara wa uwepo wako leo hii umepatikana katika somo hili ninalolizungumzia. Lakini kabla ya kuingia moja kwa moja kuzungumzia kuhusu msingi imara, kwanza ni lazima ujue msingi imara unaonekanaje. Sifa ya msingi imara ikoje, ili unapotafuta msingi imara, unapotaka kujua msingi imara, unapouishi msingi imara, uwe umeujua ukoje. Kwa kuwa kuutafuta pasipo kujua msingi imara unaonekana vipi na upo vipi na sifa yake ni ipi, ni sawasawa na kutafuta kitu ambacho haukijui. Ukiulizwa unasema unatafuta nini, unajibu haujui. Ndiyo maana ya kutafuta msingi usiojua unaonekana vipi, usiojua sifa yake. Ndiyo maana tunaanza na kujua kwanza msingi imara, sifa yake ni ipi. Na bila shaka sifa kuu ya msingi imara ni kukamatana na nyumba yake. Pasipo kuachia nafasi nyingine yoyote. Narudia tena hapa, iliyo sifa kuu ya msingi imara
ikisukumwa na wenyewe unasogea, unaenda pamoja na nyumba hiyo. Eneo lote la msingi linatembea pamoja na nyumba hiyo. Upepo ukisukuma nyumba, msingi huu unatembea pamoja na nyumba hiyo. Nyumba ikianguka, msingi unaanguka na nyumba hiyo, na kufanya popote pale nyumba inapokuwepo inakuwa pamoja na msingi huo. Na hiyo ndiyo iliyo sifa kuu ya msingi imara. Ni kukamatana na nyumba yake. Ni ule uliyekamatana na nyumba yake ndio ulio msingi imara. Haijalishi ni nini kitatokea, ila msingi hautaiacha nyumba. Nyumba ikisukumwa inasogea pamoja na msingi na eneo lote la msingi. Nyumba ikiangushwa inaanguka pamoja na msingi. Chochote kinachotokea, msingi unakuwa pamoja na nyumba. Na kwa jinsi hiyo, msingi kuwa katika uimara huo, ndipo inapofanya chochote kisiharibu nyumba yako. Nyumba hiyo isiharibike, familia hiyo isiharibike, ndoa hiyo isiharibike, wanamke huo usiharibiwe, chochote kile kisiharibiwe, biashara hiyo, kazi hiyo, elimu hiyo isiharibiwe, uwepo wako usiharibiwe, kwa kuwa hakuna yoyote atauchukua. Hakuna chochote kitachukua ulicho nacho. Hakuna chochote kitachukua nyumba yako. Kwa kuwa ili kichukue nyumba yako, ni lazima kikae kwenye msingi wa nyumba yako. Ili familia yako ichukuliwe, ni lazima kinachochukua familia yako kikae kwenye msingi wa familia yako. Lakini kwa kuwa sifa ya msingi imara ni kukamatana na nyumba yake, ndiyo inayofanya chochote kisichukue nyumba yako, kwa maana kwamba hakuna chochote kitakachokaa katika msingi huo na kufanya familia yako, nyumba yako
uzao wako, elimu yako ikaangushwa. Kwa hiyo baada ya kujua kwa maelezo marefu msingi imara ni upi, na kisha kufahamu kwamba msingi imara sifa yake ni kukamatana na nyumba yake. Sifa ya msingi imara, muonekano wa msingi imara ni ule ambao umekamatana na nyumba yake pasipo kuachia nafasi yoyote. Hiyo ndio sifa ya msingi imara. Sasa baada ya kujua sifa ya msingi imara, ninaingia katika somo letu halisi linalohusu msingi imara wa pumziko, msingi mkuu wa pumziko. Kwa kuwa hapo ndipo panapopatikana sifa ya msingi imara unaotaka. Na ulio msingi mkuu wa pumziko ni uwepo wake, ikimaanisha kwamba na ulio msingi imara wa maisha yako ni uwepo wako wewe uliye pumziko. Ninapozungumza pumziko, maana yake ni ule muonekano wa sura ya lengo la kitu fulani. Kwa hiyo ninapokuita wewe pumziko, maana yake kwamba muonekano wa lengo wa kitu fulani. Na kwa kuwa popote pale ulipo, wewe ndiye uliye muonekano wa sura ya lengo la kitu fulani, ndio maana nimekuita pumziko na kufanya uliye msingi mkuu wa pumziko lako ni uwepo wako wewe uliye sura ya lengo la uwepo wa vyote. Narudia tena hapa, na ulio msingi mkuu wa maisha yako ni uwepo wako wewe uliye muonekano wa sura
ya lengo la vyote pasipo kujalisha ni nini. Uwepo wa lengo, mwonekano wa uwepo wa lengo la baba, mama, taifa, kijiji, fedha, tajiri, muujiza, kazi, ndoa, mke, dini, dhehebu, Mungu, malaika na vyote katika uwepo wake. Wewe ndiye uliye mwonekano wa sura ya lengo la hivyo, na kufanya msingi imara unaoutafuta ni huu mwonekano wa lengo la vyote ambalo ni wewe. Ikimaanisha pumziko. Kwa maana moja kwamba na ulio msingi imara wa maisha yako, wa biashara yako, ya watoto wako, ya mke wako, wa taifa lako, wa Mungu wako, la vyote vilivyopo, wa uwepo wa vyote ni uwepo wako wewe mwenyewe, uliye sura ya mwonekano wa lengo la vyote hivyo. Na huo ndio ulio msingi uliokamatana na nyumba yake, kwamba popote pale hakuna wa kuchukua familia, kwa kuwa popote pale ulipo upo na familia yako, kwa kuwa wewe ndiye uliye ule mwonekano wa lengo la familia. Upo na dini, upo na dhehebu, upo na Mungu, upo na fedha, upo na mali, upo na uwepo wa vyote, kwa kuwa wewe ndiye ule mwonekano wa lile lengo la vyote, na kufanya kwa jinsi hiyo wewe kuwa ndiye uliye msingi imara wa maisha yako. Uwepo wako wewe, uwepo huo ulio nao, ambao ndio ulio sura ya mwonekano wa lengo la vyote, ndio ulio msingi imara wa maisha yako, wa familia yako, wa ndoa yako, wa taifa lako, wa kijiji chako, wa vyote popote pale ulipo, kwa kuwa hakuna wa kuutoa au wa kuutenganisha pamoja
na nyumba yako, ikimaanisha na uwepo wa vyote vilivyo vyako. Ndio. Kwa hiyo katika somo hili linalohusu msingi mkuu wa pumziko, kwamba ni uwepo wake umepata msingi mkuu na imara, sawasawa na zile sifa za msingi imara unatakiwa uonekane vipi? Kwamba usiwe umeachana na nyumba yake na kufanya msingi imara wa maisha yako kuwa ni huu uwepo wako wewe, uliye lengo la vyote, uliye muonekano wa sura ya lengo la vyote, ikimaanisha pumziko la vyote. Kwa kuwa ukiufanya tu msingi wa maisha yako kuwa kingine, tayari umetengeneza nafasi kati ya msingi na nyumba, na hiyo nafasi unayoiachia ndiyo inayofanya msingi usiwe imara, kwa kuwa sifa ya msingi imara ni kukamatana na nyumba yake. Na kwa jinsi ya kufanya msingi imara kuwa ni uwepo wako wewe, uliye sura ya mwonekano wa lengo la vyote, familia hiyo, kijiji hicho, kabila hilo, yani uwepo wa vyote, ndio imefanya msingi wa vyote, msingi wa maisha yako kuwa imara, kwa kuwa umekamatana na nyumba yako, umekamatana na familia hiyo, umekamatana na kazi hiyo. Ndio. Kwa hiyo, kwa kutokuachia nafasi na wewe kuwa ndiye uliye msingi wa familia yako, kwa wewe uliye sura ya lengo, yani pumziko la familia yako, kuwa ndiye msingi wa familia yako, uwepo wako huu kuwa ndiye msingi, pasipo kujalisha unaonekana vipi, pasipo kujalisha wewe unaonekana vipi, ndio unaingiza msingi huo katika ule uimara, ile sifa wa uimara, kwa kuwa umekamatana na nyumba yake, haujaachia nafasi yoyote. Leo hii umepokea na unaanza kuishi msingi imara wa maisha yako, lakini swali la kujiuliza, unaanza kuuishi vipi msingi imara huo wa maisha yako?
na bila shaka unaanza kuishi msingi imara wa maisha yako. Kwanza kwa wewe kuujua msingi imara, unatakiwa uonekane vipi, ikimaanisha una sifa ipi. Na wewe kwa kuijua sifa hiyo ambayo nimeitaja, moja kwa moja umepiga hatua ya kuanza kuishi msingi imara huo, ikimaanisha familia inaanza kuishi katika msingi imara. Maisha yako yanaanza kuishi katika msingi imara. Familia yako, ukoo wako, taifa lako, kijiji chako, uwepo wa vyote vilivyo vyako, iwe ni fedha, ni mali, ni chochote, kinaanza kuishi katika msingi imara. Kwa wewe kujua msingi imara, unatakiwa una sifa ipi? Kitu cha pili ambacho kinachokufanya uanze kuishi msingi imara, msingi huu imara uanze kuonekana katika maisha yako, ni wa wewe kujua msingi imara unaonekanaje sawasawa na sifa zake. Na tayari umejua kwamba msingi imara unaonekanaje sawasawa na nilivyoelezea, kwamba msingi imara ni mwonekano wa huo uwepo wako wewe uliye, ndiye ile sura ya mwonekano wa lengo la vyote: familia, maisha, kabila, ukoo, yani kwa neno vyote, uwepo wa vyote. Na kitu cha tatu unachotakiwa kukifanya ili msingi imara huo uanze kuishi katika maisha yako, uanze kuishi msingi imara huo, ni wewe kukubali kwamba ndiye uliye msingi imara. Ni wewe kukubali kwamba uwepo wako huo ndiye uliye msingi imara. Ni wewe kukubali kwamba uwepo wako wewe uliye sura ya muonekano wa lengo la vyote, kwamba ndiye uliye msingi imara. Moja kwa moja msingi imara wa maisha yako unaanza kufanya kazi, na hata sasa unaanza kufanya kazi. Na unakubali vipi? Ni kwa wewe kujua wewe ni nani. Ni kwa wewe kujua katika maana kwamba wewe ndiye ile sura ya lengo la vyote, ikimaanisha kwamba wewe ndiye pumziko la vyote. Basi niishie hapa leo, kwa wewe hapo leo kupokea pumziko la maisha yako, kwa kupokea hilo, kwa kuipokea msingi mkuu wa maisha yako, msingi imara wa maisha yako, na hata sasa upo pamoja na wewe.